الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا يقول الله سبحانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبابي الكرام، بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni katika jambo ambalo kwamba wanadamu wote wamekwenda kukubaliana ndani yake jambo hilo. Anayeamini uwepo wa Mola mtukufu na asiyeamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuwa ni Muislamu na yule ambaye kwamba sio Muislamu, wote wameeleana katika makubaliano, wakakubaliana ya kuishi katika dunia utakavyoishi, lakini kwa siku katika ulimwengu huu utakuwa ni kuondoka. Hili ni jambo ambalo kwamba hakuna mwanadamu yoyote yule wa dini yoyote yule wa imani aina yoyote ile ambayo kwamba yuko nayo mwanadamu huyo, isipokuwa anaamini ya kwamba katika dunia hii iko siku tutakuwa ni wenye kuiondoka. Tofauti inayopatikana baina ya yule ambaye kwamba ana imani ya kuwa yeye ni Muislamu na yule ambaye kwamba imani yake ni tofauti na imani ya Kiislamu ni kuwa Muislamu haamini peke yake ya kuwa atakuwa ni mwenye kuondoka, anaamini ya kwamba atarejea kwa Mola wake na atahesabiwa kwa matendo yake aliyofanya katika ulimwengu. Kwa hiyo Uislamu hakomeki tu kwa kusema iko siku nitaondoka katika ulimwengu. Baada ya hapo Muislamu atakiwa ayaendeleze maneno yake kwa kusema na nitahukumiwa na nitahesabiwa na Mola wangu kwa yale yote ambayo kwamba nimeyafanya chini ya ardhi hii au katika ardhi hii. Allah subhanahu wa ta'ala ametukumbusha sisi Waislamu hili jambo kwa uslubu tofauti ambao kwamba ndani yake kuna message kubwa anayopatiwa Muislamu huyo. Labda huenda ikawa Muislamu anapita aya hii kwa zingatio moja pekee yake. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia katika suratu Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Muislamu akasimama hapo, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja umauti, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akataka sisi Waislamu tuelewe ya kwamba sio mazingatio ni kufa peke yake kuiacha dunia, wa inma tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Nyinyi Waislamu, nyinyi mnayemwamini Mola wenu, ndio imani yenu
ya kuwa mtakwenda kupatiwa malipo yenu siku ya kiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Pale malipo sasa yametolewa na Mola wetu, yule ambaye kwamba ataepukamana kutokamana na moto na akaingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ndiye aliyepata mafanikio ya ukweli kabisa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni maisha ya starehe ya upuzi tu. Je, ewe Muislamu mpendwa mtukufu, ushawahi kuliweka swali hili katika maisha yako pale Mola wetu alipotuambia wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz? Ushawahi jiuliza ewe Muislamu mpenzi ya kuwa siku ya kiyama Allah atatoa hisabu zetu na atatupa malipo yetu? Itakuwaje hali yako ewe Muislamu ukawa miongoni mwa wale ambao kwamba watahukumiwa na Mola wao watakuwa ni wenye kuingia motoni milele? Ushawahi kuuliza ewe Muislamu, itakuwaje siku Allah anaitoa hukumu kwa wanadamu ikawa hukumu yako ewe Muislamu mtukufu ni miongoni mwa wale waliohukumiwa kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, japo siku moja, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja mbele ya Mola wako ni sawa sawa na miaka 1000 ya umri huu tunaoishi hapa duniani. Ushawahi kuuliza hukumu hiyo na siku hiyo itakuwaje katika maisha yako ewe Muislamu? Allah anaendelea kutukumbusha ya kuwa huu ulimwengu tutauondoka, kwa sababu ikiwa kiumbe aliyekuwa bora aliondoka, je, mimi na wewe tunafanya nini hapa ndani? Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuldi afa in mitta fahumul khalidun. Allah anauliza swali ambalo kama Muislamu kila mmoja atalijibu swali lake ndani ya nafsi yake. Hatujawahi kumjalia mwanadamu yoyote kukaa katika ulimwengu milele. Je, wewe Muhammad, je, wewe kiumbe uliyekuwa bora, je, wewe niliyokutuma uje uwalinganie watu katika tauhidi na uwatoe watu katika shirki, je, wewe uliokuwa na manufaa katika umma, ikiwa wewe utaondoka katika ulimwengu, hivi wao watakaa milele hawa wanadamu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutaonjeni kutokamana na shari na khairi iwe mtihani kwenu. Allah arudisha tanbihi nyingine, atuambia wa ilaina turja'un, na kwetu sisi nyinyi wanadamu mtakuwa ni wenye kurejea. Ndio Jibril alayhi salam alipoenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpatia nyasia zile 5, kwa sababu ya wakati tutazitaja 3 peke yake, kama hadithi aliyopokea Imam al-Hakim fi al-Mustadrak min hadithi Sa'd ibn Sa'd radiyallahu anhu. Mtume alimwambia Jibril amwambia Mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayitun, ishi namna unavyotaka katika ulimwengu, lakini tambua wewe Muhammad ni maiti. Huyu anayeambiwa ndugu zangu ni katika imani, sio mdosi fulani, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairu khalqillah. Anaambiwa kaa unavyokaa katika ulimwengu, lakini tambua iko siku wewe utaondoka katika ulimwengu. Nyasia haikuishia hapo, akaambiwa wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquhu, ewe Muhammad, mpende unayempenda, lakini tambua wewe na yule unayempenda utakuja kufarikiana. Tunapoyazungumza maneno haya ndugu zangu katika imani, ni wangapi tumewapoteza ndugu zetu vipenzi? Ni wangapi tumewapoteza wazazi wetu vipenzi? Ni wangapi tumewapoteza majirani zetu? Ni wangapi wameacha mali zao wakawa ni wenye kurithiwa na watoto wao?
wa'mal ma shi'ta. Ewe Muhammad, wasiyatun min khairi khalqi Allah ila khairi khalqi Allah. Huu ni wasia unaotoka kwa kiumbe aliyekuwa bora, ambaye kwamba ni malaika aliyekuwa bora, Jibril alayhi salam. Wasia huu anaupeleka kwa kiumbe aliyekuwa bora kwa wanadamu, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa wa'mal ma shi'ta. Ewe Muhammad, fanya unavyotaka, lakini tambua fa innaka mujziyun bi, wewe utakwenda kulipwa kwa yale ambayo kwamba unayafanya. Ikiwa utayafanya ya kheri, wewe kidhirisha kuyafanya ya kheri, huku ukitambua ile kheri unayofanya utakwenda kulipwa. Lakini kinyume chake, fanya ambayo kwamba ni shari, lakini utambue hiyo shari unayoifanya utakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukizabuni katika imani, siku ya kiyama, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yule ambaye kwamba alifanya wema kiasi cha mdudu chungu atakwenda kuyaona mema yake, na yule aliyefanya uovu mdogo kiasi cha mdudu chungu atakwenda kuona uovu wake kesho siku ya kiyama. Falyawma la tudlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Siku ambayo kwamba hatodhulumiwa mwanadamu kwa jambo lolote lile, na hatolipwa mwanadamu huyo isipokuwa yale aliyoyafanya katika matendo yake. Innama hiya a'malukum usiha lakum. Mtume anatuelezea katika hadithul qudsi, hizi ni amali zimehifadhiwa ndugu zangu katika imani. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siku ya kiyama atakayepata yaliyokuwa ya kheri atamshukuru Allah. Lakini waman wajada ghaira dhalik, yoyote atakayekwenda kwa Mola wake yuhisabiwa akayapata malipo yake sio mema, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Kunizabuni katika imani, ahbabi ya kiram, hakuna kinachomfaa mwanadamu kama kufanya matendo mema katika uhai wake, kwa sababu ndilo jambo pekee linalokuandama wewe baada ya kufa kwako. Hakuna kitu kingine chochote kinachokufuata kunizabuni katika imani, au kitu kitakachokwenda na wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, tuambie yatabi'u al-mayyit thalatha. Mwanadamu anapofariki kuna mambo matatu ndiyo yanafuata mwanadamu huyu. Yatabi'u ahlahu wa malahu wa amalahu. Mwanadamu hufuatwa na mali yake, mwanadamu hufuatwa na familia yake, lakini mwanadamu huyu pia hufuatwa na amali zake. Anapofika pale kaburini na haya mambo matatu, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Mawili yanarudi, linabakia ni jambo moja pekee yake katika matatu. Yarji'u ahlahu wa malahu. Ahli yako, familia yako waliokuchukua kwa mapenzi, kwa sababu ile chuki imebadilika kuwa ndio mapenzi. Wamekuchukua hali ya kuwa wanalia, wakakufukia hali ya kuwa wanaumia, lakini watarejea tena kwa uchungu zaidi. Mtume anatuambia fayasma'u qar'an alihi. Wewe unapokuwa pale kaburini unasikia sauti ya nyayo zao wakitembea au wanaenda zao. Ndugu yako, babako, rafiki yako, jirani yako, fanya biashara mwenzako amekuacha katika sehemu ambayo kwamba mwanadamu akiambiwa akae kwa dakika 5 mwanadamu huyo hawezi kukubali, alafu afikie. Lakini Mtume atuambia wayabqa ma'ahu wahid. Kuna jambo moja ndilo litabakia nayo huyu mwanadamu, ni amali zake peke yake ndizo zitakazokuwa ni zenye kumfaa mwanadamu kama huyo. Ikiwa aliyafanya ya kheri, pata bishara ewe Muislamu mwenzangu, huendi kuyakuta kaburini kwako isipokuwa ni ya kheri. Lakini ikiwa uliyafanya ya shari, tambua ya kwamba hupati kaburini kwako isipokuwa ni ya shari. Tutalipwa kwa yale tuliyoyafanya ndugu zangu katika imani. Hili ni jambo linatakiwa liwe katika akili ya Muislamu. La dara lilmar'i
بعد الموت يسكنها إلا التي قبل الموت يبنيها فإن بناها للخير طابت مسكنها وإن بناها للشر خاب بنيها. Hakuna nyumba anayokwenda kuishi mwanadamu baada ya kufa kwake isipokuwa ile kabla al-mauti yabniha, kabla ya kufa kwake alijenga nyumba kama ile. Ikiwa nyumba kama ile ilijengwa na kheri, basi pata bishara ewe Muislamu, unaenda kuyakuta yaliyoko kheri katika kaburi lako. Na ikiwa uliyafanya yaliyoko ya shari, basi usilaumu mwingine isipokuwa kuilaumu nafsi yako. Leo kuna ndugu zetu wako makaburini, hawayapati katika makaburi yao isipokuwa walioyachuma kwa mikono yao. Maswali wanayoulizwa hawatoyajibu isipokuwa kwa kheri walizozifanya katika ulimwengu. Starehe zilizoko kule hawatozipata isipokuwa kwa kheri zilizowafaa kwa sababu ya kufanya katika uhai wao. Ukizamuni katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuhusia Ibn Umar radiyallahu anhuma akimwambia, ishi fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil. Ewe Ibn Umar, ishi katika hii dunia kana kwamba ni mgeni au mpita njia. Usiishi kana kwamba wewe ndio umekuja hapa hauondoki tena. Wewe utapora watu mali, wewe utawadhulumu wanadamu wenzako, wewe utafanya kila aina ya khiana ukijiona wewe ndio jabari. Lakini kwa siku utashikwa na mkono wa Allah, na inna batsha rabbika la shadid. Hautoponyoka unaposhikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Ibn Umar naye alikuwa akiendeleza maneno yake akisema, idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Pindi unapoingiliwa na asubuhi usitarajie ya kuwa utaingiliwa na jioni, na unapoingiliwa na jioni usitarajie ya kuwa utaingiliwa na asubuhi. Lakini angalia leo Waislamu walivyoisahau nasiha hii ya Ibn Umar radhiallahu anhu. Ni Waislamu wangapi sahihi tunavyoongea washajiandaa ni namna gani watamwasi Allah subhanahu wa ta'ala leo hii? Ni Waislamu wangapi washaandaa mikakati ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi huu? Ni Waislamu wangapi washaweka program ya kuwa wao watafanya kadha wa kadha, lakini hayo mambo waliojiandaa nayo ni mambo yanayochukiza Allah subhanahu wa ta'ala? Nani amekwambia utafikiwa na hiyo siku yangu katika imani? Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sabiin asha hina min ad-dar. Ni wazima wangapi, wagonjwa wangapi wamekuwa wazima wangapi? Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, ni wazima wangapi wamekufa hali ya kuwa hawana illa yoyote? Twapanda magari, twalala sisi, twafanya kila aina ya shughuli, hatujaona kuna wenzetu walienda barabarani tu wakagongwa na gari, waliyadhu billah, mke wake alimwandaa vizuri lakini anarejeshwa hali ya kuwa ni mahmud. Ni wangapi wamepatia ahadi watoto wao lakini hawakuweza kuzitimiza ahadi walizowapa watoto wao, si kwa sababu wameshindwa kimali au kwa sababu nyingine, ni kwa sababu mauti inakuja baghtatan ahbabi alkiram. Ainama takunu yudrikum almaut walau kuntum fi buruj mushayyada. Kokote ulipo ndugu yangu katika imani, tambua ya kuwa mauti itakujia, lakini mazingatio sio mauti peke yake. Mazingatio ni kipi tunachoenda kwa Mola wetu baada ya kufa kwetu? Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah innahu kana ghaffara. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، بارك الله فيكم. يقول الله سبحانه وتعالى:
ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Watukufu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala anatuita sisi waumini kwa nidaa iliyokuwa bora zaidi, nidaa'ur rahman li ahli al-iman, ambayo kwamba nidaa hii kama anavyotuelezea Ibn Mas'ud, Muislamu anaposikia kauli ya Jalla Jalaluhu anaitwa ya ayyuhalladhina amanu fa'ari'u sama, tega sikio lako, kwa sababu ni maamrisho yanaamrishwa au ni makatazo yanakatazwa. Anatuambia Mola wetu ittaqullah, enyi waumini muogopeni Allah, walitanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hii nafsi ndugu zangu katika imani itizame ni jambo gani imetanguliza kwa kesho yake. Kaa ujihesabu wewe mwenyewe katika nafsi yako, ujiulize, lau Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuichukua roho yangu sahihi, je, nitaweza maukifu nzito ya kusimama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo haya ambayo kama nimeyafanya? Muislamu atajua mara kwa mara ajiulize, je, roho yangu ikachukuliwa kwa hii hali ambayo kwamba niko nayo ni hali inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au ni hali ambayo kwamba inakuwa ni yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala? Tutambueni ndugu zangu katika imani, kinachotufanya sisi tukaitwa ni wanadamu ni masiku, na kila siku inapoondoka katika ulimwengu tumepoteza umri katika maisha yetu, kama alivyoelezea Hasan al-Basri rahimahullah. Akapokea maneno haya na kuyanukuu Ibn Rajab al-Hanbali katika Jami' al-Ulum wal-Hikam. Hasan al-Basri anatuambia, ya ibn Adam, inma anta ayyamun kullama madha yawmun madha ba'd. Ewe mwanadamu, tambua na ufahamu hakika wewe ni masiku tu. Kinachokufanya wewe unaringa ni hizi siku peke yake, lakini tambua kullama madha yawmun madha ba'd, kila inapoisha siku katika umri katika siku zako, basi tambua ile katika masiku katika umri uliokadiriwa kuishi wewe mwanadamu. Muandalie mtoto wako birthday unavyotaka, jiandae wewe kwa birthday unavyotaka, wafurahishe familia yako kwa masi kwa siku ya kuzaliwa, ukiitakidi ni siku ya sherehe namna unavyotaka. Hata ukiambiwa ni haramu, wewe utatoa kila aina ya fatwa, endelea. Lakini tuambue, inna lanafrahu bil ayami nadhamuha wa kullu yawmin madha yudni min al-ajali fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahida fa inna marrihu wal khusran fi al-amal. Sisi hufurahika sana kwa kukatika masiku, tukawasha mshumaa mila za Kiyahudi, tukaalika watu, tukafanya mapati. Lanafrahu bil ayami, tunafurahi sana, lakini tambua kila siku madha yawmun min ajali, kullama madha yawmun madha yawmun, kila inapopita siku wewe Muislamu tambua imeenda siku katika umri wako. Fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahida, fanya kwa amali kwa nafsi yako, ihurumie nafsi yako kabla ya kuingiliwa na mauti, hali ya kuwa umejitahidi sana, kwa sababu kufanikiwa na hasara kwa amali tunazozifanya kuzamuni katika imani. Ali ibn Abi Talib ana maneno yake mazuri, lau Muislamu atakaa tu ayazingatie maneno haya ya Ali ibn Abi Talib atafahamu kweli wa hii dunia. Alipotuambia, inna dunya qad irtahalat mudbiratan wa inna al-akhirata qad irtahalat muqbilatan wa likullin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la 'amal. Atuambia hakika hii dunia inasafiri, hali ya kuwa inampa mwanadamu mgongo, haina haja naye. Wewe unakimbia tu kwa kumwasi Allah, kwa kuyafanya mambo anayoyachukia Allah, lakini dunia inakupunguza. Mwezi huu umedhulumu, ndio tayari umepunguza mwezi mzima katika maisha yako. Mwaka huu umefanya uliyofanya, umepunguza mwaka katika maisha yako, lakini akhera inakuja hali ya kwenda kukabili wewe ambao kwamba uhitaki. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Lakini haya twayasikia, lakini twaona ni kana kwamba ni
ada tuitolee khutba alafu zetu. Lakini ile siku tutakayoondoka katika ulimwengu ndio tutakuja kukumbuka uzito wa maneno haya ya Mola wetu. Atuambia, kuweni nyinyi ni watumikiaji wa akhera, wala msiwe ni watumikiaji wa dunia, kwa sababu leo amalu wala hisabu. Leo mnatenda amali lakini hakuna malipo. Umekuja kuswali lakini malipo ya kuswali huyaoni. Wa ghadan hisabu wala amal, kesho kuna hisabu lakini hakuna amali. Ndugu zangu katika imani, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Zihisabuni nafsi zenu kabla hamujahesabiwa, na mzipime amali zenu kabla hajapimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jiangalie wewe utakuwa katika hali gani. Ahbabi al-kiram, Fudhail ibn Iyad radiyallahu anhu wa rahimahu alikutana na bwana mmoja, akamwambia, kama atata alayk, wewe uko na umri gani sahihi? Amwambia, 60 sana, niko na umri wa miaka 60. Amwambia, anta mundu 60 sana tasiru ila rabbik, wewe kwa muda wa miaka 60 unaelekea, unasafiri safari ya kuelekea kwa Mola wako, huku ukitarajia kwa kweli utakwenda kukutana naye. Huyu bwana akamwambia Fudhail, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sisi ni wa Allah na kwake yeye tutarejea. Maneno yanayozungumzwa na Uislamu, lakini lau tukiulizana maana ya maneno haya, wingi wetu hatutayapata maana yake. Fudhail naye alitambua hilo ya kwa Waislamu wanayatamka lakini hawaelewi maana yake. Akamuuliza, ataarifu tafsira, je, wajua maana ya maneno uliyosema wewe? Akamwambia, la, sijui, nieleze. Fudhail akamwambia rahimahullahu ta'ala, unaposema inna lillahi ni kwamba ana lillahi abdun wa ana ilayhi raji. Unaposema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ni kwa wewe ni mja wa Mola na kwa Mola wako utakuwa ni mwenye kurudi. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji, yoyote atakayefahamu ya kwa yeye ni mja wa Allah na kwa Mola wake atakuwa ni mwenye kurejea, falyalam annahu mawqufun, atambue na afahamu ya kwa yeye atakwenda kusimama mbele ya Allah. Liyawmin adhim, siku nzito. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, watu wamesimama mbele ya Allah aliyeumba, al-Khaliq jalla jalalu, hali ya kwa sisi ni matariku salat. Watu wamesimama mbele ya Allah hali ya kuwa wanakula riba. Watu wamesimama mbele ya Allah hali ya kuwa wanadhulumu mali za Waislamu wenzao. Watu wamesimama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wanapokonya watu wake zao. Man alima annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji falyalam annahu mawqufun, atambue kwa yeye atasimamishwa. Wa man alima annahu mawqufun, yoyote atakayefahamu ya kwa yeye atasimama mbele ya Allah, falyalam annahu mas'ulun, atambue ya kwa yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa. Waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamishe, leo ni siku yao ya kuulizwa. Fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin, kila mmoja ataulizwa kwa amali zake. Waman alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaba. Maneno ya Fudhail ibn Iyad wa Islam sio maneno yangu. Ikiwa unayachukia, yachukie maneno ya Fudhail na Mola wako. Waman alima annahu mas'ulun, yoyote atakayejua ya kuwa yeye ataulizwa na Mola wake, basi jiandae na majibu. Majibu yako ya kula riba yaandike, majibu yako ya kuzini yaandike, majibu yako ya kudhulumu yaandike, ujue ni namna gani utakwenda kumjibu Mola wako. Bwana aliposikia maneno haya alishtuka sana, akamuuliza Fudhail, famaliina, kwa sababu sisi ni wanadamu, tuna mapungufu, tunaingia katika mitihani na tunamkosea Mola wetu. Solution ya Fudhail ni gani? Ushanambia maneno haya mazito. Hakuwa kama mimi na wewe, tunapoambiwa ukweli tukasirika. Hakuwa hivyo, hakuwa na tabia hiyo yeye. Alimwambia famaliina, nifanye nini? Solution ni gani? Amwambia yasira, solution ni ndogo sana. Tuksiru
fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Tengeneza sasa hapa kilichobakia katika umri wako, utasamehewa yale yaliyopita na yale yaliyobakia. Lakini tambua leo Muislamu, sikiliza fungu, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa bima baqiya. Lakini sasa umebakisha umri, ukimkosea Mola wako sahihi, jua utahukumiwa kwa yale uliyoyapitiliza katika madhambi yako na yale ambayo kwamba unaendelea kuyafanya. Hii ndio nasia ndugu yangu katika imani. Tambua tunachoenda kwa Mola wetu ni amali wala sio mali. Tambua tunachoenda kwa Mola wetu ni matendo yetu wala sio sura zetu. Tambua ya kuwa kinachozingatiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kipi ambacho kwamba umekuwa ni mwenye kukitanguliza. Wallaylu mahma tala fala budda min tulu'i al-fajr wal-umru mahma tala fala budda min nuzul al-qabr wa kullu bin untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadbahi mahmulu fa idha hamalta ila al-qubur janaza fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Umri utakapokuwa mrefu, lakini tambua asubuhi itaingia. Umri utakapokuwa mrefu, tambua kaburini utaingia. Na kila mtoto wa mwanamke, hata kama hatarefuka usalama wake na umri wake, lakini iko siku yeye atakuwa ni mwenye kubebwa katika kile chombo anachobebewa watu. Fa idha hamalta ila al-quburi janaza. Ewe Muislamu mwenzangu, na hisia nafsi yangu na kukuhusia wewe, pindi unapobeba kuelekea makaburini wenzako umempeleka, fa'ala bi annaka ba'daha mahmul. Tambua baada yake yeye wewe ndio utakuwa ni kubebwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد